Tunaanza mstari wa kwanza. Ezekieli 37 kuanzia mstari wa kwanza. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanitoa nje kwa Roho wa Bwana na kuniweka kati ya bonde lililokuwa limejaa mifupa tele. Akanipitisha pande zote kwenye hiyo mifupa, nami nikaona mifupa mingi sana ndani ya lile bonde. Mifupa ilikuwa imekauka sana. Akaniuliza, mwanadamu, mifupa hii yaweza kuishi? Nikajibu, Bwana Mwenyezi, wewe pekee yako wajua. Ndipo akaniambia, itabirie mifupa hii na uiambie, enyi mifupa mikavu, sikieni neno la Bwana. Hili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo kwa hii mifupa, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nitawawekea mishipa, nami nitafanya nyama ije juu yenu na kuwafunika kwa ngozi. Nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtakuwa hai. Ndipo mtakapojua kuwa nabii kama nilivyoamuriwa. Wakati nilipokuwa ninatabiri, kukawa na sauti ya kugongana, nayo mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, mishipa na nyama vikatokea juu ya mifupa na ngozi ikaifunika, lakini hapakuwepo pumzi ndani yake. Ndipo aliponiambia, utatabiri upepo, tabiri mwanadamu, na uambie, hili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo, njoo kutoka pande nne, pumzi, nayo pulize pumzi ndani ya hawa waliouawa, ili wapate kuishi. Hivyo nikatabiri kama alivyoamuru, nayo pumzi ikawaingia, wakawa hai na wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Ndipo akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli, nao wanasema, mifupa yetu imekauka na tumaini letu limetoweka, tumekatiliwa mbali. Hivyo watabirie na waambie, hili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo, enyi watu wangu, nitayafunua makaburi yenu na kuwatoa ndani yake, nami nitawarudisha tena katika nchi ya Israeli. Ndipo nyinyi watu wangu mtakapojua kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapofunua makaburi na kuwatoa humo. Nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawakalisha katika nchi yenu wenyewe. Ndipo mtakapojua kwamba mimi Bwana nimenena, nami nitalitenda, asema Bwana. Hivyo ndio Mungu anaeleza. Ezekieli alichukuliwa katika maono na akaona bonde la mifupa mikavu, mifupa ambao ukiangalia watu walikufa kitambo sana, watu walikufa zamani. Ezekieli akiangalia ile picha anaona mifupa, au ni matumaini katika hii mifupa. Akiangalia anaona mifupa ni dry sana, naoni chochote, hakuna kitu kinafanyisha kama uhai, bonde la mifupa. Lakini Mungu akona wazo tofauti. Mungu akaona, acha nimwambie Ezekieli nione ili wazo ambalo Mungu yuko nalo. Je, Ezekieli yuko na hilo wazo? Mifupa iko hivyo. Mifupa ni hali ya mwenye dhambi. Mifupa ni hali ya mwenye dhambi. Mwenye dhambi, maandiko yanasema ni mfu, amekufa. Mwenye dhambi amekufa, licha kwa unamwona anatembea, unamwona anazungumza, lakini machoni pa Bwana mwenye dhambi amekufa kwa dhambi na makosa. Yeye anatembea tu, yeye yuko tu, lakini amekufa.
So kwa uwezo wa Mungu utakapoangalia hiyo hali ya hii mifupa mikavu, Mungu anataka ujiangalie. Mungu anataka nijiangalie. Ni mifupa mikavu, ni mtu aliyekufa katika dhambi. Unaweza rejelea mstari wa 3. Ezekieli 37 mstari wa 3. Akaniuliza, mwanadamu, mifupa hii yaweza kuishi? Nikajibu, Bwana Mwenyezi, wewe peke yako wajua. Mungu anamwambia Ezekieli, hii mifupa inaweza kuishi. Hili ni wazo ambalo limekuwa ndani yako. Kuna hali, hata hali pengine, hali imekufa kabisa. Unaweza kujiuliza ndani ya moyo wako, hii hali inaweza kuamka? Ya Mungu anamuuliza hivyo Ezekieli. Alafu Ezekieli yeye ajitegemei. Ezekieli anajua akiona kichwa kiko huko, mkono iko huko, miguu iko huko, hivi zimekauka kabisa. Yeye kulingana na yeye akitoa jibu lake atasema Mungu, haiwezekani, hii haiwezi. Lakini Ezekieli anarudi kwa nani? Anarudi kwa Mungu, anamwambia wewe Mungu unajua. Mwenye dhambi anafawe na hiyo ndani ya moyo wake, kwamba hali yangu ya kutokuokoka, nimeishi katika dhambi, nimeogelea katika dhambi, nimeishi maisha machafu. Hii umekufa katika dhambi, umekufa katika makosa, tabia ambayo huwezi kuiacha. Mungu anakuambia katika hii tabia unaamini anaweza kukutoa katika hiyo tabia. Unaamini Mungu anaweza kuigeuza. Unaamini hiyo ndio Mungu anataka kujua kwako. Jibu lako likiwa mbali na Mungu, then kutakuwa na shida. Mpaka upate toba, ugeuke kutoka kwa hilo jibu, ulete moyo wako kwa Mungu. Ezekieli alimwambia wewe Mungu unajua hii mifupa kuamka ama kutokuamka, wewe Mungu unajua. Mungu anataka hivyo. Ezekieli alijibu sawa. Umekuwa ukija ukisikia neno, hali yako bado imekuwa mfu. Hali yako bado imefanana na mfu. Ya Mungu anataka akufungue kupitia hapa. Ni huduma gani ambayo Mungu alikupatia na imekufa? Mungu anakuambia unaamini inaweza kufufua hii. Mstari wa 4. Ndipo akaniambia, itabirie mifupa hii uiambie, enyi mifupa mikavu, sikieni neno la Bwana. Mungu akamwambia ongea na hii mifupa. Mifupa ni mikavu milika. Haina sura. Mwenye dhambi mbele za Mungu hana sura. David, mwenye dhambi hana sura, lakini Mungu anasema kwa neno lake, hili neno, Mungu anasema kwa hili neno basi utabiriwe. Hili neno utabiriwe. Unatabiriwaje? Wakati umekaa, wakati unasikia maandiko, wakati unasikia venye Kristo alikuja kuweka pumzi ndani yako kwa kupatia toba na kukuosha. Haya ni mambo ambayo yalitabiriwa na manabii, na ikisomwa tayari ni unabii huo ambao umetimia. Na hiyo ndio pumzi. Hiyo ndio pumzi. Nitaendelea kuishaje kama mifupa mikavu? Nitaendeleaje? Nini inanifanya niendelee kukaa katika hii hali ya mifupa mikavu? Hali gani ya maisha yako ambayo inakufanya tu uzidi kukaa katika dhambi, uzidi kuogelea katika dhambi, uzidi kukaa katika kutokuamini? Ni hali gani hii? Mungu anasema hiyo hali anaiondoa, alafu anakufufua. Amen. Hiyo ndio hali ya ufu. Next. Mstari wa 5. Hili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo kwa hii mifupa. Hili ndilo Bwana asemalo kwa hii mifupa. Nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Ya Mungu anasema atatia pumzi. Atatia pumzi ndani yako. Mungu anasema atatia pumzi ndani yako. Yeye atatia pumzi ndani yako na wewe utaishi. Mungu anaongelea kuhusiana na pumzi. Ataweka pumzi ndani yako na utaishi. Mwenye dhambi amekufa kiroho. Mwili uko lakini nafsi yake imekufa. Lakini Mungu anasema atatia pumzi kwa hiyo nafsi iliyokufa. Amen. Hasa afanye iwe na tumaini, afanye iwe na imani kwamba nimekufa kwa dhambi na Mungu anasema ataweka pumzi. Waweza soma Waefeso 2 mstari wa 1.
Kitabu ni Waefeso 2 mstari wa kwanza. Kwa habari zenyu mlikuwa wafu katika makosa na dhambi zenyu ambazo mlitenda mlipofuatisha namna ya ulimwengu huu na za yule mtawala wa ufalme wa anga, yule roho atendaye kazi ndani yenu ya wale wasiotii. Na hivyo ndio Mungu anasema kwa habari zenu mlikuwa wafu, tulikuwa wafu katika makosa na dhambi zenu. Mungu anasema mwenye dhambi amekufa kwa dhambi na kwa makosa. Ndio maana unakuta mtu anataka tu kufanya makosa. Unataka tu ufanye dhambi, unataka tu ufanye makosa. Mungu anasema hiyo ndio hali ya mwenye dhambi. Mwenye dhambi amekufa, ni mfu. Nafsi yake, soul yake imekufa. Akifa katika hiyo dhambi, nafsi yake inaingia kwa ziwa la moto ambao ni second death, mauti ya pili. Hizo ndio kifo Mungu anazungumzia. Mwenye dhambi ambaye akiwa anatembea duniani, Mungu anasema hii nafsi yake imekufa kwa dhambi na makosa. Mauti hiyo Mungu anaongea kusema kifo ambao ni ziwa la moto, mauti ya pili. Mwili unaonekana unatembea, lakini dhambi ikiwa ndani ya moyo na ikiwa katika mwili, makosa na dhambi, Mungu anasema hii nafsi imekufa. Mtu akifa, mwili ukiondoka, hii nafsi inaingia katika ziwa la moto, mauti ya pili, inateketea milele. Hiyo ndio hali ya ufu ya mwanadamu. Hiyo ndio mifupa mikavu. Watembea lakini wewe ni mfupa mikavu. Uweze soma Ufunuo tafadhali, pia Ufunuo 20:8. Ufunuo wa Yohana 21:8. Lakini waoga wasioamini, wachafu, Mungu anasema wachafu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu, pamoja na waongo wote, mahali pao ni katika lile ziwa liokalo moto. Mahali pao ni katika lile ziwa. Mungu anasema mahali pao watu wote, waongo, wasinzi, washerati, waabudu sanamu. Mungu anasema mahali pa watu hawa ni katika lile ziwa liokalo moto na kibiriti. Hii ndio mauti ya pili. Mungu anasema hiyo ndio mauti ya pili. Yaani lile ziwa la moto ndio mauti ya pili. Na mwenye dhambi akiishi, anaishi kwa uzinzi, anaishi kwa usherati, anaishi kwa chuki, anaishi kwa mafarakano. Mwenye dhambi haya ndio maisha yake. Akizaliwa tu kutoka kwa Adam, nafsi yake imekufa, soul imekufa, soul imekufa. Na kwa sababu nafsi imekufa, mwili ukiachana na nafsi inaingia katika ziwa la moto, ambao ziwa la moto ni mauti ya pili, iteketee milele. Ndio maana Mungu akimchukua Ezekieli akimpitisha kwa bonde la mifupa iliyokauka, Ezekieli anaona picha ya wenye dhambi. Ezekieli anaona picha ya Waisraeli. Ezekieli anaona picha yako. Ezekieli anaona sura yangu, anaona sura yako kama mwenye dhambi, yaani mwenye nafsi iliyo na dhambi. Ukifa, hii nafsi huwa haifi, inaingia katika ziwa la moto ambao ni mauti ya pili, inateketea milele. Hiyo ndio hatari, hiyo ndio condition ambao posture ya moyo wako iko hapo, mwenye dhambi. Ndio mfupa mkavu. Hata turudie Ezekieli 37. Ezekieli 37 mstari wa 4. Ezekieli 37 mstari wa 4. Ndipo akaniambia, Mungu akasema, itabirie mifupa hii, tabiria mifupa hii. Na uiambie, enyi mifupa mikavu, ewe uliyekufa katika dhambi, sikieni neno la Bwana. Sikizeni neno la Bwana. Wewe uliyekufa katika dhambi, sikiza neno la Bwana. Endelea. 5. Hili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo kwa hii mifupa. Hili ndilo Bwana Mwenyezi asemavyo kwa hii mifupa. Nitatia pumzi ndani yenu. Mungu anasema ataika pumzi. Mungu anasema ataika pumzi ndani yako. Nawe utaishi. Kitabu cha Yohana
Kitabu cha Yohana, Yesu akiacha wanafunzi wake anawapulizia pumzi, akiwaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Yohana 20:22. Akiwaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Mwenye dhambi ambaye amekufa kwa dhambi, nafsi yake itaingia kwa ziwa la moto milele. Yesu anasimama, Mungu anasimama, anasema hali yako ni mifupa mikavu, hali yangu ni mifupa mikavu. David na Benjamin, hali ya mifupa mikavu. Yesu anasema neno, anakuambia kwamba hii mifupa mikavu itabiriwe. Neno la unabii litoke kwa maandiko kuhusiana na nafsi yako ambayo iliyokufa, umekuwa katika toba. Yes. Mungu anasema atakupulizia. Halafu utaishi. Yesu anapulizia wanafunzi wake akiwaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Mungu anasema wewe mifupa mikavu, nitakupulizia pumzi yangu. Yesu anaambia wanafunzi wake, anawavivia akiwaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Kile kilichokufa kihuishwe, kiamshwe. Yohana Mtakatifu 20:22. Naye alipokwisha kusema haya, Yesu alipokwisha kusema haya, akawavuvia. Yesu akawavivia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Yesu akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu, akawavivia, akamwambia pokeeni Roho Mtakatifu. Amen. Hii ndio kazi David, hii ndio kazi Mungu anafanya. Ukishajulishwa dhambi zako, ukishazikiri mbele za Mungu, kwa uwezo wa Mungu, venye Yesu anasema lazima uzitubu. Ukigeuka kutoka kwa wale makosa, ukiakiri, ukiacha, Mungu anasema wewe uliye mifupa mikavu, mimi niliye mifupa mikavu, uliyekufa katika dhambi. Yesu anasema, Mungu anasema kwa Ezekieli kwamba hii mifupa mikavu ataipulizia pumzi, nayo itaishi. Yesu anasema wewe mwenye dhambi, uliyesikia injili, ukaona dhambi zako, ukageuka kutoka kwa dhambi zako kwa uwezo wa Mungu, ukaziwacha kwa uwezo wa Mungu, matunda yakawa yanaonekana. Mungu anasema utabiriwe kwamba Yesu anaambia wanafunzi wake, njooni, anawapulizia, alafu anawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Amen. Kile kilichokufa kiletwe wazi, yani kihuishwe, kiwe alive. Amen. So Mungu anataka nipeleke moyo wangu, upeleke moyo wako full. Ukiwa umemtrust 100%. Kwamba uko na pumzi, uko na Roho Mtakatifu, ukinivivia nitakuwa hai. Nivivie. Neno likuvivie. Maandiko yanasema neno la Mungu ni nini? Pumzi. Pumzi. Hii pumzi na kuvivia sasa. Kile kilichokufa, unaposikia neno, mnapokubaliana na neno, napata uvivio. Uvivio. Toba inapatikana, dhambi zinaondolewa, alafu Roho Mtakatifu anapandwa katika moyo wako. Ni uvivio. Timotheo wa pili. Yesu anawapulizia kuambia pokeeni Roho Mtakatifu. Timotheo wa pili 3:16. Timotheo wa pili 3 mstari wa 16. Kila andiko lililovuviwa na Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao, kuwaongoza na kuwafundisha katika haki. Kila andiko, Mungu anasema kila andiko lililovuviwa na Mungu. Andiko limeviviwa. Andiko lina pumzi ya Mungu, limeviviwa. Andiko lina pumzi ya Mungu. Lafaa kwa mafundisho. Lafaa kwa mafundisho. Kwa kuwaonya watu makosa yao. Kwa kuwaonya watu makosa yao. Kuwaongoza na kuwafundisha katika haki. Na kuwafundisha katika haki. So Mungu anasema neno lake ni pumzi yake. So unaposikia neno la Mungu, unasikia pumzi. Mifupa iliyo mikavu inaambiwa, Mungu anasema ataipulizia, nayo itapokea pumzi ya Mungu, itasimama. Mwenye dhambi aliyekufa katika dhambi, neno la Mungu linapohubiriwa, injili ikihubiriwa, anafaa imani kwa injili, ili injili inayohubiriwa, neno la Mungu, iwe pumzi kwa nafsi yake, nafsi yake iishi.
Sasa lete moyo wako na expectations na matarajio katika neno la Bwana. Ulete kile kilichokufa na matarajio ni ndoa, chochote kile. Chochote kile. Hata tuliezekea samani. Ya. Ezekieli 37. Ezekieli 37 mstari wa 5. Hili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo kwa hii mifupa, nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Nitawawekea mishipa nami nitafanya nyama ije juu yenu na kuwafunika kwa ngozi. Nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtakuwa hai. Ndipo mtakapojua kuwa mimi ndimi Bwana. Mungu anasema ataweka pumzi yake ndani yako na utakuwa hai. Kile kilichokufa kitakuwa hai kwa pumzi ya Mungu ambayo inatokana na Injili. Neno ambalo unaisikia. Neno ambalo unaisikia ni nini imekufa katika maisha yako? Nini? Hauwezi tena kuendelea kubaki mwenye dhambi na wakati Mungu anasema hapo na pumzi yuko tayari kupulizia nafsi yako iliyokufa iwe hai. Then ni nini nitalia tena kimekufa katika maisha yangu? Ni kazi ya mikono yako imekufa, basi Mungu amekupatia mwelekeo, amekwambia neno lake ni pumzi. Uilete hiyo kazi na tumaini na trust, full trust na obedience katika neno lake. Na kugeuka kutoka kwa uovu, milka. Kugeuka kutoka kwa vyote. Watoto wangu naona hali yao ni mbali kama wamekufa, walete mbele za Bwana. Nenda kwa magoti wapeleke mbele za Bwana. Mwambie Mungu Abrahamu, Isaka na Yakobo, wewe ni pumzi. Neno lako ni pumzi, wapulizie watoto wao waishi. Amen. Hivyo ndio Mungu anasema. So hakuna kilio kama mimi nimekufa katika dhambi. Wakati Mungu ako na pumzi ambayo ni ya Roho Mtakatifu ya kuweka ndani yako. Ndio maana wewe ndio unaajibika. Hakufai kufa chochote katika maisha yako, hakifai. Kitakufa kama utakuwa unaishi maisha ya dhambi. Itakuwa ni mojawapo ya fimbo ya Bwana. Na kwangu na pia hivyo hivyo. Lakini kama unatembea sawa na Bwana, hakufai kuwa na chochote ambacho kimekufa. Mradi neno hili linaishi. Amen. Mungu anataka ujiconnect na ipumzi ya uhai. Amen. Mimi kila kitu kimekufa kiamke. Amen. Hata usingizi mimi. Twende. Mstari wa 7. Yes. Basi nikatabiria kama nilivyoamuriwa. Nasema katabiri, akaongea na mifupa mikavu. Basi nikatabiria kama nilivyoamuriwa. Wakati nilipokuwa ninatabiri, kukawa na sauti. Wakati alipokuwa anatabiri, sauti ikawa inasikika. Sauti ikawa inasikika. Pale msalabani Golgotha, Yesu akiwa anasulubiwa, sauti ilisikika. Sauti ilisikika, kilio kilisikika. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesu alilia, Mungu wangu, mbona umeniacha? Sauti ilisikika. Earthquake, mgurumo, giza. Amen. Kuna kitu kilikuwa kinafanyika. Amen. Sauti ya kugongana. Sauti ya kugongana. Nayo mifupa ikasogeleana. Mfupa kwa mfupa mwenziwe. Mfupa kwa mfupa mwenzie. Nikatazama mishipa na nyama vikatokea juu ya mifupa na ngozi ikaifunika. Lakini hapakuwepo pumzi ndani yake. Ndipo aliponiambia utabirie upepo. Tabiria upepo. Ongea na upepo. Tabiri mwanadamu na uambie. Hili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo. Njoo kutoka pande 4. Upepo njoo kutoka pande 4. Pande 4 inaashiria nini? Inaashiria south, north, south, east na west. Hii ni ishara ya nini? Hii ni ishara ya msalaba. Anaita upepo north, anaita upepo south, anaita upepo east, anaita upepo west. Anaita upepo. Hii ni ishara ya msalaba. Yesu akiwa msalabani, akiwa amepigwa mkono left, right, north, kichwa kikiwa kinaangalia north, mkono east, mkono west, miguu south. Yesu alikuwa anafanya kazi gani? Yesu alikuwa anafanya kazi ya kuisha mwenye dhambi kupitia kuosha dhambi zake.
kuziosha dhambi zake. Dhambi ioshwe, upate toba kamilifu ya kuishi maisha machafu, ya kutokuamini, zioshwe katika ukamilifu. Roho wa Mungu aiko yako ndani. Yesu alikuwa anakupulizia pumzi. Amen. Yesu alikuwa ananipulizia pumzi msalabani. Amen. Tabiri mwanadamu waambie, hili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo. Njoo kutoka pande nne. Upepo uje kutoka pande nne. Pumzi. Nawe upulize pumzi ndani ya hawa waliouawa. Adam amekuwa katika dhambi. Adam ameliwa katika dhambi. Mungu anasema pale msalabani, Mungu anatangaza nini? Anatangaza pumzi kwa kuoshwa kwa dhambi zetu, kwa kupata toba na kuoshwa kwa dhambi zetu, ili kwa mauti ya Yesu Kristo deni lako la dhambi lilipwe, dhambi siondolewe, Roho Mtakatifu aekwe, uishi. Niishi. Na upulize pumzi ndani ya hawa waliouawa ili wapate kuishi. Hivyo nikatabiri kama alivyoamuru. Nayo pumzi ikawaingia. Wakawa hai na wakashikamana wakasimama kwa miguu yao. Jeshi kubwa mno. Biblia yangu inaongea kuhusiana na wind, upepo. Sawa, upepo. Maandiko yakieleza kuhusiana na upepo, Mungu anaongea kuhusiana na uvivio wa Roho Mtakatifu wakati wa Pentecost. Matendo ya Mitume 2. Soma 1, 2, 3 na 4. Maandiko yanasema kuna upepo mkubwa ulisikika, na ghafla watu wote waliokuwa katika kile chumba wakapokea Roho Mtakatifu. Wakiwa katika kile chumba, kuna upepo ulivuma, wakapokea Roho Mtakatifu. Mungu akiongea kuhusiana na upepo katika maandiko, ni uangalie ni nini inafanyika next. Alafu nijiulize ni kipi kimekufa katika maisha yangu na maisha yako, na mbona kimekufa? Yohana 3 mstari wa 8. Yesu anaongea kuhusiana na kuzaliwa mara ya pili. David kuzaliwa mara ya pili ni baada ya kutambua makosa yako, kuyakiri mbele za Mungu, mimi ni mifupa mikavu, wewe ni mifupa mikavu, na kwenda kwa Mungu na tumaini. Watu wamelala, mili imepata, mifupa imepata mili, lakini hakuna pumzi. Unaweza kuwa unatembea huko, uko na mwili lakini hauna pumzi, hauna Roho Mtakatifu ndani yako. Unakuwa sawa na hao mtu. Hao watu wamelala, wana mili lakini hakuna pumzi ndani yao, hakuna hewa ndani yao, hakuna hewa ndani ya nafsi yao. Unaweza kusoma Yohana Mtakatifu 3 mstari wa 8. Upepo uvuma popote. Yesu anasema upepo uvuma popote. Anamwambia Nicodemus, upepo uvuma popote. Upendapo. Mvumo wake unausikia lakini huwezi kufahamu utokapo. Wasikiza upepo lakini waona kama sahihi. Hii kitambara inapepea lakini hatuoni upepo. Lakini tuko na imani 100%. Ukiulizwa leo utasema leo kuna upepo. Umesemaje leo kuna upepo na uone upepo? Uko na imani kwa sababu upepo, kazi za upepo zinaonekana. Yesu anafanisha hivyo na mtu ambaye anazaliwa mara ya pili. Mfupa ambao umekauka inapokuja kuzaliwa mara ya pili, Yesu anatoa hiyo ishara. Endelea. Upepo uvuma popote upendapo. Mvumo wake unausikia lakini huwezi kufahamu utokapo wala uendako. Unatoka wapi au unakujia wapi? Utokapo. Ndivyo ilivyo kwa kila mtu aliyezaliwa na Roho. Usifikirie kuna kitu kitafanyika
alafu uokoke, ama ningoje ishara. Yesu anasema no, usifanye hivyo. Vile upepo unaona unavuma, lakini haujui mahali unatoka, lakini unajua upepo huko. Yesu anakuambia ndio hivyo na mtu anayopokea Roho Mtakatifu. Si kitu ambacho si ishara ya nje nitaiona. Si ishara ya nje utaiona. Yesu anaongea kuhusiana na ishara ya ndani. So usingoje chochote David, nione sign, nione wanda, usingoje hivyo. Yesu anasema penye upepo unavuma, ndivyo watu wanazaliwa mara ya pili. Benjamin, ndivyo watu wanazaliwa mara ya pili. Tusalegea tena huko. Yohana Mtakatifu 3:8. Upepo unavuma popote upendapo. Mvumo wake unausikia, lakini hauwezi kufahamu utokako wala uendako. Ndivyo ilivyo kwa kila mtu aliyezaliwa na Roho. Ukisikia neno kuwa na matarajio. Kuwa na tarajio kwamba hili neno ni upepo tayari, ni Roho wa Mungu. Unaposikia kazi ya Yesu imekamilika pale msalabani, unapoiamini, usingoje chochote kifanyike cha kigeni. Amini kama vile upepo unafanyika ndio nazaliwa mara ya pili, ndio unazaliwa mara ya pili. Ni vile unasikia Yesu amekufanya nini, na vile unaamini ndio dhambi inatolewa, Roho Mtakatifu anaekwa. Amen. Hivyo ndio unaletwa kwa life. Hivyo ndio mifupa ile mikavu ililetwa kwa life. Amen. Ile mifupa haikuchunguza ipapase ione atuona wingu, nafikiri sasa inaweza zaliwa mara ya pili. Ilikuwa imelala tu. Neno liliponenwa, tayari upepo uliingia ndani yao, pumzi ya Mungu iliingia ndani yao, na wakaamka ghafla jeshi. Ndio hivyo mtu anatolewa kwa kufa, anatolewa kwa kufufuliwa, anaingia kwa kufufuliwa ghafla kupita kile ambacho anakisikia. Amen. Neno moja imekwisha pale msalabani. Na uamini kwamba Mungu amenisamea na dhambi zangu zimefutwa zote kwa vitabu vya matendo. Dhambi inaondolewa, pumzi inaingia ndani, Roho Mtakatifu anaingia ndani. Unaamka, unaishi katika ulimwengu wa walio hai. Ni Matendo ya Mitume. Kuanzia moja. Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa kwanza. Ilipowadia siku ya Pentekosti, walikuwa wote mahali pamoja. Ghafla sauti kama mvumo mkubwa wa upepo uliotoka mbinguni ukaijaza nyumba yote waliokuwemo wameketi. Ghafla sauti yes, kubwa. Ghafla sauti kubwa kama mvumo wa upepo ulitoka mbinguni. Kama mfumo wa upepo ulitoka mbinguni. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Next. Zikatokea ndimi kama za moto zilizogawanyika na kukaa juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Hivyo ndio Mungu anasema wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Nini imefuata? Kama upepo imefuata. So neno la Mungu unapoleta moyo wako, usitake kuona ishara, usitake kuona chochote kile, usitake kuona miujiza. Liamini hilo neno na ulipokee hivyo. Ghafla ufumbue. Dhambi imeondolewa. Roho Mtakatifu ameishi ndani yako, anaishi ndani yako, anaikuwa ndani yako. Ndio hivyo na mifupa mikavu. Hazingine ngoja kitu kifanyike, usingoje kitu kifanyike. Fungua masikio yako kwa uwezo wa Mungu, pata toba kikamilifu. Halafu ngoja kama vile unaona upepo, haujui unatoka wapi na unaenda wapi. Hivyo ndio Roho Mtakatifu anaikuwa ndani ya moyo wako. Amen. Hivyo ndio kile kilichokufa kinafufuliwa. Ezekiel Ezekieli 37 mstari wa 10. Hivyo nikatabiri kama nilivyoamuriwa, nayo pumzi ikawaingia, wakawa hai
wakasimama kwa miguu yao jeshi kubwa mno. Ya pumzi ilipowaingia walikuwa hai. Yesu anakuambia pokea Roho Mtakatifu. Kwa ile kazi ameifanya kwa kukupatia toba na kuosha dhambi zako na damu yake. Anakuambia kwa hiyo kazi pokea Roho Mtakatifu. Huyu aliyekufa katika dhambi, Yesu anasema alifia hiyo dhambi. Sasa amini hiyo dhambi imelipwa. Na unapoamini hiyo dhambi imelipwa, Yesu anakuvivia. Unapata Roho Mtakatifu. Mstari wa 11, ndipo akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba ya Israeli. Nao wanasema, mifupa yetu imekauka na tumaini letu limetoweka, tumekatiliwa mbali. 12, hivyo watabirie na uwaambie, hili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo, enyi watu wangu, nitayafunua makaburi yenu na kuwatoa ndani yake, nami nitawarudisha tena katika nchi ya Israeli. Ya Mungu anasema atakutoa, atafungua makaburi. Wenye dhambi wao wamekufa katika dhambi. Sasa Mungu anasema atakupulizia pumzi yake, alafu atakutoa katika nini? Katika hilo kaburi. Aidha ni hali ya maisha. Unaweza sema nimefungwa. Unaweza sema ni kama niko kwa kaburi. Mungu anasema yeye yuko na uwezo na yuko na mamlaka. Nikisalimisha moyo wangu wote, ukisalimisha moyo wako wote kwake, na ukimwambia Mungu, tafadhali naamini kaza Yesu Kristo, niondoe katika hili kaburi. Na Mungu anakuondoa. Yesu alishinda nini? Alishinda kaburi na akashinda mauti. Yaje bado utaendelea kubaki mwenye dhambi na dhambi inatawala moyo wako, na Yesu anasema hii dhambi nilimaliza. Yesu anasema hii dhambi niliosha. Hii dhambi nilisulubiwa kwa ajili ya hii dhambi. Unapoamini tu imeondolewa, Roho Mtakatifu anaingia ndani. Amen. Ni hivyo inafanyika hivyo. Kuna kitu ndani ya moyo wako bado una struggle nayo, ndio maana Roho Mtakatifu aingie ndani. Lakini mume tunapoamini kwamba imekwisha, dhambi inaondolewa, pumzi inaingia ndani ya moyo wako, Roho Mtakatifu anaingia ndani ya moyo wako. Endeleaje kuendelea kuishi maisha ya kufa katika dhambi? Death. Mstari wa 13, ndipo nyinyi watu wangu mtakapojua ya kuwa mimi ndimi Bwana, takapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa humo. 14, nitatia roho yangu ndani yenu. Ya Mungu anasema ataika roho yake mtakatifu, Roho Mtakatifu ndani yako. Uliyekufa ukiamini kwamba Kristo ameosha dhambi zako zote. Mungu anasema kwa kuamini kwamba ameziosha zote, then Mungu anasema anachukua roho yake anaitia kwako. Hiyo ni Roho Mtakatifu, hiyo ni pumzi. Alafu ni kama uko kwa kaburi, unaamsha. Tatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi. Ataika roho yake ndani yako, na utaishi. Hivyo ndio Bwana anasema. So tukiangalia kitabu cha Yohana, tuko mbali kumaliza, tukiangalia Yohana 11. Hii kusukume nihakikishe kwamba hakuna kitu katika maisha yangu kimekufa, kuanzia nafsi ya mwenye dhambi na maisha mengine ya kiroho. Yohana 11, tunaweza kuanza 25. Yohana mtakatifu 11 mstari wa 25. Yesu akamwambia, mimi ndiye huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, hata akifa atakuwa anaishi. Yesu anajitambulisha hapa. Lazaro amekufa siku 4. Lazaro amekufa siku 4, amezikwa. Lazaro ni kivuli cha mwenye dhambi. Licha kwa Lazaro alikuwa rafiki ya Yesu Kristo,
Lazaro alikuwa ameokoka. Lakini tunapoona Lazaro, mfano wa Lazaro amekufa, mwenye dhambi, maandiko yanasema mwenye dhambi nafsi yake imekufa. Mwenye dhambi nafsi yake imekufa. Akifa, akiacha mwili, nafsi yake inaingia kwa ziwa la moto ambao ni mauti ya pili. So tukiona Lazaro amekufa, licha kwa Lazaro ni mtakatifu, nafsi yake iko kwa kifua cha Abrahamu. Tukiona Lazaro amekufa hapa, mwenye dhambi angalie nafsi yake. Nijiangalie hapa, mimi nafsi yangu imekufa kama vile Lazaro physically amekufa, kwa mwili amekufa. Nijione nafsi yangu imekufa. Imekufa katika dhambi na makosa. Halafu Yesu anakuja anasema yeye ndiye ufufuo. Yesu anasema yote atakayemwamini yeye, licha kwa atakufa kimwili, lakini atakuwa na uzima wa milele. Amen. Yesu ndio ufufuo. Amen. Itakuwaje biashara? Nasema biashara yangu inakufa, hali yangu inakufa. Ni kwa sababu kuna kitu hujatambua, ama ulikuwa umetambua lakini umesahau. Ndoa yangu inakufa, mke wangu, tabia, watoto wangu hivi. Kuna kitu kiko hapa uhai, lakini unaupuuzia. Hii inaitwa kiburi sasa, kwa sababu hai ukiwa hapa, maji yakiwa hapa, mimi nalia nasikia kiu, nalalamika nasikia kiu, na maji yako pale, na inataka tu nichukue kikombe niweke ninyo, nasema nasikia kiu, nasikia kiu, nasikia kiu. Itakuwa ni kiburi kwa sababu maji nimekiwa hapo. Mbona waishi kama mfu katika dhambi, na wakati Yesu Kristo anasema yeye ni ufufuo? Na wakati mifupa mikavu ilifufuliwa, Yesu anasema yeye ni ufufuo. Yesu akamwambia, mimi ndiye huo ufufuo na uzima. Mimi ndiye huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, mtu yote atakayemwamini Yesu Kristo, hata akifa atakuwa anaishi. Yesu anasema atakuwa anaishi. Hivi ndio Yesu anasema. Yesu hakuchelewa, alienda direct mpaka kwa kaburi la nani? La Lazaro. Amekufa siku 4. Ni mwenye dhambi, amekufa siku 4. Na yeyote aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Hivyo ndio Kristo anasema. Je, unasadiki haya? Unaweza kusoma mstari wa 39. Yohana Mtakatifu 11 mstari wa 39. Yesu akasema, liondoeni hilo jiwe. Kuna jiwe hapa kwa moyo. Lazaro amekufa, yuko kule. Ufufuo kwa hapa njiani. David, kuna jiwe. Yesu ni ufufuo. Mifupa mikavu tumeona ikiletwa kwa hai, pumzi ikiingia ndani na ikiletwa hai. Yesu anakuja, anasimama kwa lango, na kule ndani kuna mtu amekufa. Kitu ambacho kinazuia Lazaro asifufuke ni jiwe. Ni jiwe ndio linazuia. Lakini ufufuo uko pale tayari kumfufua. Yesu anasema hili jiwe kwanza lifanye nini? Liondolewe. Jiwe ni kutokuamini. Jiwe ni maisha ambao waishi pengine kwa uovu fulani umeshikilia, hata kutokuamini katika moyo. Jiwe ni hilo jiwe, ndio Yesu anataka liondolewe. Lazaro hawezi kufufuliwa kama jiwe liko pale katika lango. Yesu anasema sharti jiwe liondolewe. Yesu kabla ya kuanza huduma, neno lake la kwanza kuhubiri Injili, akianza huduma neno lake la kwanza kuhubiri Injili alimwambia mwanadamu atubu Benjamin. Kwa nini uhai haupiti ndani yako? Kuna jiwe. Yesu anambia hili jiwe liondolewe. Jiwe liondolewe. Kwa mind kuna jiwe, kwa heart kuna jiwe, kwa ways matendo kuna jiwe. Yesu anasema hili jiwe liondolewe. Matthew 4 verse 17. Mathayo Mtakatifu 4:17. Hivi ndio jiwe linaondolewa. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni. Kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Hili ndio jiwe. Kutubu ni kuchange your mind kutoka kwa maisha machafu, lifestyle chafu. Kuchange moyo wako kutoka kwa njia mbaya na kubadilisha mwenendo wa mfumo wa maisha yako. Na kumpa Yesu life yako na hata style yako. Amen. Sikusema nimempa Yesu life tu. Nimempa Yesu life tu, lakini style bado unabaki nayo. Hili ni jiwe.
Yesu anataka umpatie life, alafu umpatie style. Ili Yesu awe na life na awe na lifestyle ya maisha yako. Hii ndio sura ya mtu anatafuta pumzi. Hii ndio sura ya mtu anatafuta kukaa na Yesu Kristo na kutembea na Yesu Kristo na kumwishia Yesu Kristo. Anampatia Yesu maisha yake na anampatia Yesu mfumo wa mwenendo wake wa maisha yake kila siku, life na lifestyle. Amen. Waweza kuwa sikiza neno, waja hapa nataka life. Yesu nipatie life, lakini katika lifestyle, maisha yako ya mfumo, maisha unaishi bado una compromise na sin. Ukitoka hapo bado zile maovu waendelea nao, licha kwa si yote lakini mengine, alafu narudi tena Yesu nataka life. Utakaa katika toba, Benjamin, muda mrefu sana. Uko na disobedience hata katika wazazi utakuwa nayo. Utataka Yesu nipatie life, lakini Yesu anakuambia Benjamin, disobedience kwa wazazi, watii wazazi. Hilo ni jiwe linazuia pumzi ambayo ni Kristo Yesu kufika katika nafsi yako. So nani anazuia Yesu? Mwanadamu. Kwa nini? Ameweka jiwe hapa. Jiwe. Ufufuo kwa mlango. Wewe imagine Yesu yuko hapa. Yesu anasema anabisha kwa moyo wako kupitia neno, lakini wewe ndio umefunga mlango. Wewe ndio unataka kufungua mlango. Yesu anasema ondoeni lile jiwe. Endelea. Yesu akasema, liondoeni hilo jiwe. Martha ndugu yake yule aliyekuwa amekufa akasema, lakini Bwana, wakati huu atakuwa ananuka, kwani amekwisha kuwako kaburini siku 4. Yesu akamwambia, sikukuambia ya kwamba kama ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Kwa hiyo wakaondoa lile jiwe. Hii ni toba. Utakapotubu, utakapogeuka kutoka kwa uovu, hautaki ulimwengu tena kwa moyo wako, hautaki tena njia mbaya. Wote leo unahubiriwa, wewe mwenyewe ndani ya moyo wako ufikie mwisho, useme Mungu, kwa uwezo wako sitaki tena haya maisha, siyataki. Hiyo ndio jiwe limeondolewa. Unapokiri maovu yako, kuna harufu, ndio hiyo likitolewa kutakuwa na harufu. Mpendwa mmoja alieleza ndugu mmoja, ili jiwe likitolewa ni sawa na wakili uovu wako ndani ya moyo, milka. Unasema yale machafu yananuka kweli, yananuka mbele za watu, lakini hiyo ndio njia ya nafsi yako kupona. Hiyo ndio njia ya uzima, mpaka ukiri ule uchafu umeufanya. Ni jiwe limeondolewa, alafu ule uchafu sasa ile harufu inasikika. Sasa zingine watu hawataki kuondoa hilo jiwe, wanafunga vinywa vyao. Hawataki kukiri dhambi zao mbele za Mungu, hawakiri dhambi zao mbele za watumishi ambao Mungu anaongoza kwa neno, ili wapate toba, ili Mungu aangalie wameishi katika maisha gani na Mungu anaongea nini kuhusiana nao. Wananyamaza, hawasemi dhambi zao. Wananyamaza. Then inakuwa ngumu sana mtu kuokolewa kwa sababu hataki kuondoa jiwe. Jiwe liondolewe, harufu isikike. Ukiri maovu yako mbele za Mungu na mbele za watu. Watu wakija kwa Yohana walikuwa wanaondoa mawe, walikuwa wanakiri dhambi zao mbele za watu. Watu wa ushuru walikuwa wanakiri kile ambacho walikuwa wanafanya. Hilo ndio jiwe limeondolewa, inamaanisha hataki tena kile ambacho kiko ndani kiendelee kukaa ndani, anakisema. Kwa hiyo nasema initoke. Mbona kwa dhambi hatusemi zitutoke? Mbona kwa kukiri hatusemi zitutoke? Watu wengi husema hivyo. Mtu anaposta anasema nimesema initoke. Lakini kija kwa kukiri dhambi mbele za Mungu, tunanyamaza. Mbona tusemi tutoke? Unaposema inakutoka kweli, David. Kweli Benjamin, ukisema inakutoka, ikikutoka ni jiwe limeondolewa. Yesu anaingia ndani. Pumzi inafikia ndani. Amen. Kwa hiyo wakaliondoa lile jiwe kutoka kwenye kaburi. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa wanisikia. Najua ya kuwa wewe unisikia siku zote. Lakini nimesema haya kwa ajili ya umati huu. Uliyesimama hapo. Ili wapate kuamini. Ya kuwa wewe Mungu umemtuma Yesu Kristo. Baada ya Yesu Kristo kusema haya,
Yesu akapaza sauti yake. Yesu akapaza sauti yake. Akaita Lazaro, mwenye dhambi aliyekufa katika dhambi. Sasa Yesu anapaza sauti, anakuita Lazaro, David, Benjamin, njoo huku. Yesu anapaza sauti, anasema Benjamin, uliyekufa katika dhambi, njoo. Licha kwa Lazaro alikuwa mtakatifu, lakini sasa yeye katika hiyo hali ya dhambi, nimekufa kwa dhambi. Yesu anapaza sauti, ananiambia ondoka katika dhambi, amka. Yesu akapaza sauti yake. Akaita Lazaro, njoo huku. Yule aliyekuwa amekufa akatoka nje. Aliyekuwa amekufa akatoka nje. Amekufa siku 4, ameoza. Yesu akamwita na akasikia mwito, akarespond, akawa hai. Yesu anakuita uliyekufa katika dhambi zako. Yesu anakuita kwa toba na kwa ile kazi aliyokufanyia personal, na kumwaga damu yake yote chini ili dhambi zako zioshwe. Ni nini nyingine utazuia? Elisha alipokufa, mifupa ya Elisha, sawa, si Elisha mwenyewe, mifupa ya Elisha. How much more Yesu Kristo? Mifupa ya Elisha, Waisraeli walikuwa wanaenda kuzika mtu, wakaangalia hivyo, wakaona watu waovu wanawafuata wa Moabu. Yule mtu alikuwa anaenda kumzika Milka, wakamtupa hivi tu random, wakamtupa ili wakimbie. Walipomtupa yule mtu, walimtupa huyo mtu, akaenda akagusa mifupa ya nani? Ya Elisha. Huyo mtu amekufa, lakini alipokuja ndani ya alipokuwa connected na mifupa ya Elisha yule ambaye ndani alipokuwa hai alipewa double portion, alikuwa mara 2 na Elijah. So alikuwa amejaa Roho Mtakatifu, amejaa Mungu ndani yake, kiasi kwamba hata alipokufa mifupa yake ilibaki na nguvu. Huyu maiti alipogonga mifupa yake, mifupa ikatoa uhai ikaingia kwa huyo aliyekufa, huyo mfu akaamka. Amini usiamini, ni kitu kikubwa sana mama. Huyu mtu amekufa, amekutana tu na mifupa ya nani? Elia. Yesu hajakufa, Yesu yuko hai sasa hivi tunapoongea. Licha kwa Yesu alikufa, akazikwa na akafufuka. How much more Yesu anaweza kuondoa dhambi ndani ya moyo wako, ukiconnect moyo wako na ile kazi aliyokufanyia. Wafalme wa 2:13 mstari wa 20. Sasa Wafalme wa 2:13-20. Elisha akafa. Nao wakamzika. Vikosi vya Moabu vilikuwa vinashambulia nchi kwa vita kila mwaka wakati wa vuli. Vikosi vya Moabu vilikuwa vinashambulia nchi kwa vita kila mwaka wakati wa vuli. Ikawa Israeli fulani walipokuwa wanamzika mtu, ghafla wakaona kikosi cha washambuliaji. Basi wakaitupa ile maiti ya yule mtu, wakachukua ile maiti wakaitupa ndani ya kaburi la Elisha. Wakati ile maiti ilipogusa mifupa ya Elisha, yule mtu akafufuka na kusimama kwa miguu yake. Alipogusa mifupa ya Elisha akasimama kwa miguu yake. Unapoguswa sasa na kazi ambayo Yesu Kristo amekufanyia, kwa nini isikuamshe kutoka kwa dhambi ikulete katika haki? Hii ni mifupa imekufa, lakini iko na anointing, iko na uwepo, iko na nguvu, iko na uwezo na mamlaka ya kufufua yule aliyekufa. So wenye dhambi naweza sema tumekuwa na kutokuamini kwingi. Umekuwa na kutokuamini kwingi. Mifupa ikafufua mtu aliyekufa. Yesu amesimama kwa kaburi mpaka leo.
la kiroho. Yesu amesimama kwa kaburi lako ambao umezika. Yesu anasema ondoa jiwe. Yesu anakwambia ondoa jiwe. Ondoa jiwe. Ondoa jiwe. Ondoa jiwe. Yaani tubu mpaka kutokuamini. Kwa kuamini ile kazi alifanyia. Tutamalizia na Mathayo 26. Mathayo 26. Mathayo mtakatifu 26:28. Mathayo mtakatifu 26:28. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Yesu anasema hii ndiyo damu yangu ya agano, ile imwagikayo kwa ajili ya wengi. Ile imwagikayo kwa ajili ya wengi, kwa ondoleo la dhambi. Kwa ondoleo la dhambi. Weza rejelea mara ya mwisho. Mathayo 26:28. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Yesu anasema hii ndiyo damu yangu ya agano, ile imwagikayo kwa ajili ya wengi. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika pale msalabani kwa ajili ya wengi, kwa ondoleo la dhambi. Ili dhambi zako zote zilizo ndani ya moyo wako, zile umetenda, zipate kuondolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Usiziregelee tena. Damu ya Yesu ilimwagika ili dhambi zako ziondolewe. Unapoamini hivyo, kama vile upepo unapovuma, Roho Mtakatifu anaingia ndani ya moyo wako. Uliyekufa unafufuliwa, au tena mfu katika dhambi. Tuamini. Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, asante kwa kutuonyesha mifupa ile mikamu Bwana. Tulikadiria na ikaamka Bwana. Tuonyesha pia Bwana Lazaro aliyekufa katika na kuzikwa Bwana, aliyekuwa mwenye haki Bwana. Na ukatuonyesha mfano wa wenye dhambi waliokufa katika dhambi zangu. Kwa pale mlangoni na ngoja jiwe litolewe Bwana, ili upate kupenyeza ufufuo wako Bwana. Mungu aliyekufa katika dhambi, katika jina la Yesu Kristo, kwa wavijie Bwana, kakutane nao Bwana, katupatie ushuhuda Bwana. Tunastahili Bwana. Mungu umetuonyesha pia mifupa iliyokufa ya Elisha Bwana, mwenye dhambi alipotupwa katika kaburi la Elisha Bwana. Mifupa ya Elisha ilipokutana Bwana na aliyekufa huyu, akafufuliwa Bwana. Mungu umetuonyesha jinsi tunakufa katika dhambi na unatuita kwa damu ya Yesu Kristo, ili mioyo yetu Bwana ikutane na chemichemi ya damu ya Yesu Kristo kwa imani kwa yale yameandikwa Bwana, ili tupate kufufuliwa Bwana. Yesu ni zaidi Bwana ya Elisha Bwana. Yesu ni zaidi ya Elijah Bwana. Mungu saidia, tuondolee kutokuamini Bwana. Ulete mioyo yetu iliyokufa kwa kuamini kazi ya Yesu Kristo, ili Yesu apate kuzaliwa ndani ya mioyo yetu. Mungu, zile vitu ambavyo vimekufa katika huduma Bwana, nenda ukaviuishe Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba katika jina. Amen. Amen. Thank you for the Lord.